Salama Mbaruk Hatib, naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za ukatibu mkuu katika Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, na kwa vyovyote vile sitotoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Ndugu Matar Zahor Masoud. Mimi Matar Zahor Masoud naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Matar Zahor Masoud naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za katibu mkuu katika Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Ndugu Khamis Suleiman Mwalimu. Mimi Hamis Suleiman Mwalimu naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie. Mimi Hamis Suleiman Mwalimu naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za katibu mkuu katika Wizara ya Kazi na Uwekezaji, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu unisaidie.
ndugu Fatma Mabruk Khamis. Mimi Fatma Mabruk Khamis naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Zanzibar na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda, nitaitii na kuitetea katiba ya Zanzibar na watu wake kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Fatma Mabruk Khamis naapa kwamba nitaitumikia vyema kwa uaminifu na kwa moyo thabiti Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za katibu mkuu katika Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa na kuikamilisha shughuli ya kuwaapisha makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wapya. Aidha, nichukue fursa hii kukushukuruni nyote mliohudhuria katika shughuli hii na kwa wale wote ambao wanatufuatilia kupitia vyombo vya habari. Leo sitokuwa na mengi kwa sababu siku ya kuapisha mawaziri nilishasema ya kutosha, na natarajia siku ya Jumatatu tutakuwa na kikao kazi cha mawaziri wote, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu. Tuzungumzie jinsi gani au niseme matarajio yangu katika utekelezaji wa shughuli za serikali tunapokuwa tunaanza awamu hii mpya. Kwa hivyo nataka niwaambie wale wote ambao leo wameapishwa pamoja na makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu ambao hawajahama kutoka kwenye wizara zao kwamba vitendea kazi vikuu kwa awamu hii ni vitano. Kwanza, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30. Kila mtu akaangalie sekta yake inasemaje katika ilani, apange mpango kazi wa kuhakikisha kwamba ilani inatekelezwa kwa 100%. Pili, wakaisome hotuba yangu ya uzinduzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi. Kuna maeneo mengi ambayo tumezungumza ambayo yote yanataka utekelezaji kwa sababu ile ni ahadi tuliyoitoa. Tatu, ahadi zangu nilizozitoa kipindi cha kampeni kwa wananchi. Ofisi yangu itatoa orodha ya ahadi tulizozitoa. Kila taasisi, kila wizara ikaangalie maeneo yake kwa madhumuni ya kujipanga kutekeleza katika muda mfupi iwezekanavyo. 4, mpango wa maendeleo wa Zanzibar. Kila mtu anatakiwa aujue vya kutosha mpango wa maendeleo na kila mtu ajipange katika utekelezaji wa mpango huo. Na la 5 ni dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka hadi mwaka 2050. Tukijipanga vizuri katika utekelezaji wa maeneo haya, sina shaka kwamba tutaweza kukidhi mahitaji au matakwa ya wananchi ambayo tuliyasema sana kipindi cha kampeni. Kwangu mimi zile ni ahadi, na muungwana akiahidi anatekeleza. Kwa hivyo nyinyi ndio watendaji, na watendaji katika wizara mnatambua majukumu yenu. Upande mmoja ni swala zima la utawala, upande wa pili ni swala zima la fedha kama maafisa masuhuli katika wizara zenu. Haya yote yana umuhimu. Lazima utawale vizuri. Ndani ya wizara zetu mara nyingi unasikia kuna makundi, huyu wake hawa, huyu wake wale. Tukienda hivyo hatuwezi kutekeleza kazi zetu. Kwa hiyo niwatake nyinyi kama ni watawala
muhakikishe kwamba mnaondoa hayo makundi, watu wote wanakuwa lao moja, mnafanya kazi ya wananchi waliotukabidhi. Upande wa pili ni upande wa fedha. Bila fedha haya tunayoyasema yote hayatekelezeki. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuhakikisha kama afisa masuhuli uhakikishe mambo mawili. Moja, unakusanya vya kutosha kama wizara yako ni ya ukusanyaji. Lakini pili, matumizi, unazingatia matumizi vyema. Tunalo tatizo kubwa katika maeneo yote mawili. Ukusanyaji umekuwa hafifu, lakini matumizi yamekuwa makubwa mno bila sababu za msingi. Hivi tunavyozungumza mpaka leo unaweza ukakuta kuna watu wanakwenda katika hoteli za kitalii kufanya mikutano. Hili jambo sijalielewa. Wewe kama katibu mkuu mwenye dhamana, kweli unaweza ukatoa fedha nyingi, watu wakaenda kukaa kwenye hoteli ya kitalii wanafanya kikao cha tender board? Haya mambo lazima tuyafikishe mwisho. Kwa hiyo ninachojaribu kusema hapa ni kwamba tutakuja kupeana maelekezo ya kina. Kwa leo itoshe kusema kwamba nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru nyote ambao mmepokea uteuzi wangu. Hakuna ambaye hakupokea na hakuna ambaye nilimshauri. Kwa hivyo ninakushukuruni kwa kupokea uteuzi na nikutakieni kazi njema, majukumu mema, mkatekeleze yale ambayo tumewaahidi wananchi. Mara nyingi tatizo kubwa tulilokuwa nalo, mnakaa ofisini mno. Watu wanasubiri mafaili. Faili linasemaje? Anaridhia. Hili sitaki, hili nakubali. Basi utendaji wa namna hiyo umepitwa na wakati. Utendaji wa sasa unataka tuende tukatatue changamoto za wananchi. Ninayo mifano mingi, pengine hapa si sehemu yake. Tutapokutana tutaambizana. Kuna matatizo madogo mno lakini yanakaa mwezi mzima, miezi miwili kwa sababu watu wako ofisini. Nadhani itoshe sasa. Wananchi wa nchi hii wana matarajio makubwa na sisi. Kwa hivyo mimi nitakuwa mmoja katika kuhakikisha kwamba yoyote yule ambaye hatekelezi majukumu yake basi anatupisha, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kwamba yale tuliyoahidi yanatimia. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema kwa mara nyingine tena na kushukuruni na kupongezeni na kutakieni majukumu mema, na ofisi yangu iko wazi kwa chochote kile ambacho mnahisi mnahitaji msaada wangu. Mnaweza kuja wakati wowote, tubadilishane mawazo ili tuwatumikie wananchi vyema. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.